Cantate Domino, siku ya uimbaji, ni siku ambayo watu wanaitumia kumuimbia Mungu au kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Na miongoni mwa sharika ambazo zimefanya adhimisho hili ni usharika wa Ndiwili. Lakini wao wamefanya kipekee hasa kwa maana ya kuunganisha na tukio jingine ambalo limefanyika kwa maana ya changizo kwa ajili ya kumalizia jengo la ibada katika mtaa huu wa Ruaha. Sasa niko na watumishi mbalimbali ambao nitazungumza nao juu ya jambo hili, na kipekee nianze na mwinjilisti kwa sababu tunatamani kufahamu hali ilivyo kwa sasa, lakini imefikaje hapa, kwa sababu tunachokiona ni jengo la ibada lakini pia limezuliwa. Ilikuwaje na hali ilikuwaje? Lakini tafadhali anza kwa kujitambulisha jina. Karibu. Mimi kwa jina naitwa Dickson Kayugwa, mwinjilisti kiongozi usharika wa Ndiwili, lakini kwa sasa niko mtaa wa Ruaha ambao umepata maafa ya kuezuliwa paa na upepo mkali, hivyo husababisha washarika kuabudu katika mazingira hatarishi kwa sababu ya upepo mkali na mvua kali zinazoingia ndani zinazoambatana na upepo. Hivyo ninaona washarika wangu wako katika hali ambayo sio rafiki sana, na baadhi ya hayo mchungaji aliwaomba washarika kuchangia mchango kwa ajili ya kuhakikisha jambo hili linaenda kwa wakati ambao unatakiwa. Na kwa kuwa umemtaja mchungaji na yeye mwenyewe tuko naye hapa, ningetamani ajitambulishe na kisha tueleze hali ya usharika kwa jumla, lakini pia na kilichomsukuma kuanzisha harambee hii au jambo hili la kuchangia jengo hili. Karibu. Asante sana, ninaitwa Mthirogea Simon Milanzi, ni mchungaji kiongozi wa usharika huu wa Ndiwili. Usharika wa Ndiwili ni usharika wenye mitaa mitano, lakini pia ninaye mchungaji mwenza, mchungaji Helen, ambaye kwa pamoja ndiye tunatunza usharika huu wa Ndiwili. Ni kweli kama ambavyo umeona ikiwa katika siku ya leo ya Cantate Domino, na leo katika kiusharika tumeadhimisha katika mtaa wetu hapa wa Ruaha. Mtaa wa Ruaha ni mtaa ambao kwa kweli nilipofika kwa mara ya kwanza kulipoti katika usharika huu, nilipotembelea niliona mazingira ya mtaa huu kwa kweli yalinitoa machozi. Baada ya kuona wenzetu wamepita kwenye janga kubwa la kuezuliwa paa na upepo tangu mwaka jana mwezi wa 10, na leo tunazungumza mwezi wa 5, hawakuweza kabisa kufanikisha kurudisha hizo paa. Kwa hiyo leo katika Cantate huu nimewaomba washarika kuona namna ya kuchangia ili wenzetu nao waone sehemu kwamba wanao watumishi wenzao wanaoweza kusapoti. Na ninashukuru washarika wamelipokea kwa uaminifu, na mimi mwenyewe kwa kushirikiana na familia tumetoa hizo bati zote zilizohitajika hapo, tumechangia. Lakini washarika wamenisapoti pia kwa kuchangia mifuko 35 ya simenti, na tumepata sasa mifuko zaidi ya 40. Kama unavyoona jengo hili bado halijapigwa hata plaster, manake pia tuna nafasi ya kuweka floor na kupiga plaster. Na nitoe wito pia hata kwa wale ambao wanatutazama na kutufuatilia kutoka maeneo mengine, kwa sababu wako washarika ninaamini ni wenyeji na wazaliwa wa Ndiwili, lakini Mungu amewapa nafasi ya kuishi maeneo mbalimbali, basi wanaweza kumtumikia Mungu katika usharika wetu huu wa Ndiwili, kwa sababu jiografia ya usharika wa Ndiwili ni pana, na huku wakazi wa huku kwa asilimia zaidi ya 85 ni wakulima, ambapo kipato chao ni cha msimu. Kwa hiyo wakati mwingine tunakuwa na mazingira magumu sana ya kifedha. Kwa hiyo wale wanaoguswa kutuwezesha, mitaa yetu karibia yote haina viti vya kukalia. Ni mitaa kama miwili yenye viti vizuri vya kukalia, lakini mitaa mingine mitatu bado. Hata hapa leo umeona watu wamekaa chini. Kwa hiyo tunawaalika wengine kuweza kutoa sadaka yao kadri Mungu atakavyoguswa, kwa namba ambazo ziko hapo ambazo zitatajwa kwa akaunti yetu ya benki ya usharika pamoja na lipa namba ya usharika, ili waweze pia kumtumikia Mungu, na sisi tunawakaribisha sana. Asante, nikushukuru sana mchungaji. Lakini pia ninao watendakazi ambao wako hapa ambao pia wametumika na wameshiriki katika tukio hili muhimu sana. Nianze na kwako dada. Bwana Yesu asifiwe. Jina lako tafadhali? Amen. Kwa majina naitwa Clelia Mwalo, ni msharika wa usharika wa Ndiwili. Siku ya leo ya Cantate Domino tumefanya uimbaji katika mtaa wa Ruaha. Pia mahali hapa kuna maafa ambayo yalitokea, ambapo paa liliezuliwa kutokana na upepo mkali ambao ulitokea. Washarika wa mtaa huu wanaabudu katika mazingira magumu. Mimi kama msharika wa usharika huu na kualika wewe ndugu ambaye utaguswa kwa moyo wa kupenda, tuungane pamoja kujenga madhabahu ya Bwana. Amen.
Amen. Ni asante sana, ameamua kufupisha kama yeye alivyo mfupi. Asante. Sasa hiyo ni utani, lakini tunaye pia nilinongonezwa kama yeye ni mwenyekiti wa fedha, lakini pia yupo kwenye mtaa mojawapo nje na mtaa huu wa Ruaha, lakini yeye atatueleza vizuri. Jina lako tafadhali na nafasi pia. Asante, nashukuru sana. Kwa jina naitwa Tobias Kalinga, ni mwenyekiti wa fedha usharika wa Ndiwili, na ninaishi mtaa wa Igura. Na niende moja kwa moja, siku ya leo kumekuwa na tukio adhimu sana na limekuwa lenye baraka nyingi, hasa mazingira haya ambayo tumefanyia uimbaji wa Cantate Domino, ambapo mazingira hayakuwa ni rafiki, lakini kupitia changizo na sadaka ya kujitolea, watu wamejitolea, wameguswa, tumegusika wote kwa ufupi. Lakini tunaona sasa mazingira sasa yanaenda kubadilika na moyo wa watu kuabudu sasa utaenda kurudi, na hili litafanya uinjilisti mkubwa sana. Mwenyekiti wa fedha, wewe ndio unahusika na fedha. Watu wamechanga bati, lakini pia mifuko ya simenti zaidi ya 800,000 imetolewa hapa, kwa maana ya ahadi kuhakikisha kwamba inatolewa ndani ya mwezi huu wa 5. Kwa hiyo inatoa tafsiri gani? Lakini pia unawaambia nini watu wengine ambao wanatufuatilia muda huu, ama kwa kututazama ama kwa kutusikiliza? Karibu sana. Asante sana. Kwa kweli hii inatoa tafsiri kwamba watu wanampenda Mungu na wanamtumikia kwa moyo wote, na ndio maana wametoa kwa kupenda, wamegusika. Kwa hii ni tafsiri kwamba wanamtumikia Mungu sawa. Lakini nipende kutoa rai kwamba tunawakaribisha wadau wengine ambao wapo ndani ya mtaa wa Ndiwili na wale walioko nje ambao ni diaspora waweze kutuunga mkono ili tuweze kufikia malengo ya kutangaza injili kama ilivyo dira yetu ya Dayosisi ya Iringa. Asante sana. Kama amegusia hapo, basi ndio lengo hasa. Uinjilisti na misioni ndio kipaumbele cha kwanza namba 1 kati ya vile 6 ambavyo tunavyo. Asante. Nikiripoti kutoka hapa usharika wa Ndiwili, mtaa wa Ruaha, mimi naitwa Mesha Kirongo. Asante.